Hapo zamani za kale, sungura na fisi walikuwa ni marafiki mno. Tena walikuwa wakicheza pamoja muda mwingi, lakini kila mmoja wao walikuwa bado wanapikiwa na mama zao. Basi waliishi hivyo kwa muda mrefu mpaka mwaka ambao sehemu walipokuwa wakiishi palikumbwa na janga la njaa, kukiwa na tabu ya upatikanaji wa chakula ilikuwa ni shida. Kwa hivyo sungura, kutokana na ugumu wa upatikanaji wa chakula ni shida, akamshauri fisi ya kuwa wawauze mama zao wawili ili waweze kujipatia kiasi cha fedha kitakachowawezesha kununua chakula. Fisi alikubali wazo la sungura. Tena lilikuwa ni wazo la kuweza kuwauza wazazi wao. Ikiwa bado siku ya kwenda kuwauza haijafika, sungura akabadili nia ya kwenda kumuuza mama yake. Siku ilipofika kwenda kuwauza, sungura hakumweka mama yake kwenye gunia ili aweze kumuuza, huku ikiwa kwa upande wake fisi hakuwa anajua kama sungura amebadili nia ya kwenda kumuuza mama yake. Naye bila kufahamu alimweka mama yake kwenye gunia na kulishona vizuri ili kwenda kumuuza. Basi wote, kwa kuwa walikuwa wanakaa karibu, walijitwika mizigo huku wakiongozana kwenda sokoni wakiwa na mizigo yao, huku ikiwa kwenye mzigo aliobeba sungura hakuwa amembeba mama yake, bali alikuwa amebeba mawe makubwa aliyoyashona kwenye gunia. Walipofika sokoni, wanunuzi wakataka kuona vitu gani wanauza. Fisi alikuwa kwanza kuwaonyesha, na mara moja wanunuzi waliweza kununua. Sasa ilipofika zamu ya sungura kuonyesha mzigo wake, sungura alipohitajika kumfunua mama yake, sungura hakuwa tayari hata mara moja kufunua mzigo wake na kusema, "Nunueni bila kufungua," kwa kuwa mama yake akiona mandhari ya eneo hilo ataweza kuwatoroka, kwa kuwa ataweza kuiona njia ya kutorokea na kurudia nyumbani. Kwa hivyo aliwataka wasimfunue mpaka sungura akenda mbali naye ndipo waweze kumfungua. Basi wanunuzi walipoanza kuthibitisha mzigo huo, alipopima kwa kunyanyua mzigo, ulikuwa ni mzito sana, kwa kuwa hawakuwa wanajua kumbe yale ni mawe. Kutokana na uzito huo, sungura alipatiwa kiasi kikubwa cha fedha kutokana na uzito wa mzigo wake. Fisi na sungura wakaondoka kwa haraka, na walipofika nje ya soko wakaanza kukimbia, kwa kuwa tayari wameshapata fedha za kula. Huku nyuma, wale wanunuzi walipofungua wakaona mzigo wa sungura haukuwa na mama yake, bali yalikuwa ni mawe makubwa, tena yaliokuwa na uzito usiokuwa na kifani. Walipojaribu kumtafuta sungura, tayari alikuwa ameshaondoka. Sungura na fisi walivyotoka sokoni, waliendelea tena kama ilivyokuwa mara zote kucheza pamoja, lakini kila mara sungura alikuwa anaenda nyumbani kula, kwa kuwa hakuwa amemuuza mama yake. Na kwa upande wake fisi alikuwa tayari ameshamuuza mama yake, hadi kukosa na kuanza kutapatapa juu ya sehemu ambayo atakwenda kujipatia chakula, kwa kuwa hakuwa na sehemu nyingine tena aliyokuwa anaweza kupata chakula. Basi kutokana na hivyo, sungura alikuwa akijaribu kujificha ili asiweze kugunduliwa na fisi, kwa kuwa hakuweza kumuuza mama yake. Ilifika wakati wa sungura na mama yake walijiwekea utaratibu wa wito, kama mama yake akiwa tayari ameshapika chakula na kuweza kumuita sungura tena kwa kujificha alipokuwa anacheza. Basi mama yake sungura, ikiwa chakula kikiwa tayari, mama sungura alikuwa anaenda kwa kujificha na kumuita kwa neno aliyokuwa analitumia kama kawaida. Kawaida ni msamiati ambao alikuwa anautumia mama yake sungura na sungura kama ndio neno la kubishia hodi.
Siku mojawapo Fisi alianza kuingiwa na mashaka kwa kuwa kila ilipofika mchana ni mfanano wa siku za hapo nyuma ambapo Fisi naye alivyokuwa bado hajamuuza mama yake, ndio muda huo huo waliokuwa wanaotumia kwenda kula chakula kwa mama zao. Wakati huo Sungura alikuwa akimdanganya Fisi ya kuwa anaenda haja ndogo nyumbani na sio kwenda kula. Basi kwa muda huo Sungura anapomtoroka Fisi na kumdanganya kuwa anaenda nyumbani haja ndogo, alikuwa akifika mpaka nyumbani kwao, alikuwa hapigi hodi, bali alikuwa anasema ngongongo kawaeba, ngongongo kawaeba, na akishasema hufunguliwa mlango na mama yake. Fisi alianza kuingiwa na mashaka juu ya utaratibu aliojiwekea Sungura na kuanza kumfuatilia na kuanza kufahamu mchezo unaofanyiwa. Alianza kupeleleza. Siku ya kwanza Sungura alipoitwa, aliweza kumfuata nyuma kwa nyuma, tena kwa siri nzito, hadi alipofika nyumbani kwao kwa kusema kama ilivyokuwa mara zote kwa kugonga hodi, yani akisema ngongongo kawaeba kawaeba, na kufunguliwa mlango na kupewa chakula na hatimaye kuweza kula. Mara baada ya Fisi ya kuweza kutambua ujanja wa Sungura, siku iliyofuata alijaribu kuigiza sauti ya Sungura ili aweze kufunguliwa mlango. Aliposema ngongongo kawaeba kawaeba, mama Sungura aliingiwa na hofu kubwa na kusema, wewe sio Sungura. Basi kwa wakati huo Fisi hakuweza kufunguliwa mlango. Fisi hakukata tamaa, aliendelea kufanya mazoezi ya kuweza kutamka na kuweza kuendana na sauti ya rafiki yake Sungura. Lakini kwa wakati huo waliendelea kucheza na hakuweza kumwonyesha Sungura kwamba tayari ameshaanza kuingiwa na mashaka juu ya janja za Sungura. Basi siku ya 4 yake Fisi alikwenda tena kubisha hodi, lakini kando na hapo mama yake Sungura aliweza kumwasa Sungura asiende kucheza mbali sana na nyumbani kwao, kwa kuwa tayari Fisi alishaweza kujua huo mtego wao. Sasa siku ya 4 Fisi mara baada ya kufanya mazoezi ya kuweza kulitamka neno la kawaeba kama ndio neno la kubishia hodi, alipoona sasa anaweza kuigiza sauti ya rafiki yake Sungura ili aweze kufunguliwa mlango na mama yake Sungura, aliweza kuifanikisha nia yake ya kumzuru mama wa rafiki yake kutokana na ubaya aliofanyiwa na Sungura, kwa kuwa walikubaliana wote wawauze mama zao, na yeye aliweza kumuuza mama yake, lakini Sungura hakumuuza mama yake, bali aliweza kuuza mawe, hadi Fisi kuwa na majuto ya kwa nini alimuuza mama yake, kwa kuwa ndio mama ambaye alikuwa anampikia chakula kila siku, na tangia aweze kumuuza alikuwa anapata shida zisizo na kifani. Sasa siku hiyo ya 4 Fisi alifika hadi nyumbani kwa kina Sungura akiwa amemtoroka Sungura akiwa anacheza. Alipofika maeneo ya kina Sungura aliweza kupiga hodi pale mlangoni na kutamka ngongongongo kawaeba kawaeba. Mama Sungura alivyosikia hodi hiyo na sauti hiyo hakuweza kutambua kwamba ni sio sauti ya mwanae. Alikuwa anatambua kuwa yule ni alikuwa mwanae, bali alikuwa ni Fisi. Pasipo kujua alimfungulia mlango. Fisi aliweza kuingia ndani na kuweza kumla mama yake Sungura pamoja na chakula alichoachiwa Sungura anapotoka kucheza. Mara baada ya hapo Fisi alivyomaliza aliurudisha mlango kwa uzuri kana kwamba hakuna tukio lolote lililofanyika. Na muda mchache baada ya Sungura aliporudi nyumbani akiwa ametoka kucheza, alipobisha hodi hakujibiwa. Akaanza kuingiwa na mashaka, akausukuma mlango mpaka ndani. Alichokikuta ndani ni majuto na masikitiko, kwa kuwa alikuwa amekuta damu nyingi. Basi Sungura alihuzunika sana juu ya kumpoteza mama yake.